Hapa hivi. Hapa hivi. Weshiria ugo matiathiete toro. Na thini. Either kuka au na vitu kama hizo. Kana hapo tunakuwa Karanja, naishi katika jiji hili la Muthaiga. Na mimi ni mwenyeji hapa miaka mingi, sababu kusema kweli mimi nimelelewa hapa. Na hapa tulipo hapa, mzee huyu ambaye ameuawa ni babake mdogo wa bibi yangu. Kwa hivyo wakati tulitoka kanisani tukaenda mchango wa jamaa moja, mzee moja mgonjwa kule ngambo, jiji lingine ambao ni jirani wetu, tukaenda huko. Nikapigiwa simu na bibi yangu akaniambia amekutwa na majirani, wakamwambia kwamba babake mdogo haonekani. Na kwa hivyo wakaandamana pamoja, walikokuta geti imefungwa na kufuli, wakapita shambani, wakakuta mlango umefunguliwa na pia kuna damu kwa mlango. Kwa hivyo kitu cha kwanza waliofanya ni kuhusisha chief, na pia hata yeye alikuwa katika mchango, lakini tulielezewa kila mtu na njia yake. Kwa hivyo wakati nichukua pikipiki nikuje, nikakuta kabla nifike bibi yangu kanieleza ya kwamba huyo babake mdogo tayari ameuawa na mke wake ameuawa. Tulipofika tukakuta ya kwamba damu imeanzia kwa mlango, ni kama walivisiwa tu wakati wa jalala. Ilikuwa ni wakati tukiona hivi ni kama wakati wa saa moja, kabla ifika saa 2, sababu wajafunja mlango. Mlango ni wa chuma, kwa hivyo hawakuvunja mlango, waliwakuta tu kama wajatayarisha kutengeneza chakula cha jioni. Na wakaua mama hapo. Nafikiria tunaona ni kama mama alianzia kuuawa hapa pale nje, sababu amewekwa katika kiti cha mezani, naye mzee amepigwa na yeye amelazwa katika kitanda. Haya mambo yametusumbua kwa sababu hatuna sababu yoyote ya kufikiria mtu, kwa sababu huyu mzee ni mzee pastor wa kanisa, ana umri wake wa kutosha, ni mzee anaheshimika. For the last time tulionana naye tulikuwa katika kufungua hema ya shamba, ilikuwa imeletwa na yeye akahubiri. Tuliitwa, hata mimi pia ni mzee wa kanisa, na tukaweza kuamua hiyo hema, tukaiombea na tukaachana naye akiwa salama. Lakini kwa muda wa siku kadhaa nimekuwa nikisikia tetezi, bibi akiniambia kwamba babake ameibiwa kuku sijui 5 siku ya Jumapili, pia amenunua ingine imechukuliwa akiwa tu kwa nyumba, ikachukuliwa hapa nje. Baadaye ndio tukasikia tena ameuawa, tukakuta ameuawa. Sasa hatujui kama huyu mwizi wa kuku alikuwa anaiba hizi kuku ndio pia alikuja akafikiria kumuua. Hatuna chochote ambacho tunaweza fikiria ni nini kiliendelea, sababu ni mzee mwenye amani sana, mzee ambaye anajifanyia kazi yake. Ng'ombe zake ukiziangalia anazitunza vizuri, kondoo zake ni safi, kuku analeaga vizuri, ni mzee anajitembeza, sio mgonjwa, ana shida yoyote. Hata sasa hiyo ndio imesumbua majirani kabisa, kujiuliza ni kwa nini huyu mtu akaweza kumtoa uhai mzee ambaye ni very innocent na mtu wa maana sana, ambaye tumeondokewa naye, sababu ni mzee wa mashauri, ni mzee tunaweza kumuita, ni mzee ambaye anahubiri. Hata mahubiri yake huwezi kusema ati ni mzee ana umri mkubwa. Ni mtu, wakati huo tulikuwa kufungua hema, anatumia Biblia ile ndogo, na mimi pia hata nilikuwa na hiyo miaka yangu siwezi soma hiyo Biblia, yeye anaisoma hata bila kuweka miwani. Kwa hivyo alikuwa mzee ebo kabisa, mzee ambaye tungekaa na yeye hata labda miaka 20 au so. Sasa hiyo ndio inatutisha sana, na hii sasa majirani pamoja na jiji hili la Muthaiga tumekuwa na wasiwasi, watu wote wamelala na wasiwasi. Hilo jambo limetisha watu sana. Na tunaamini ya kwamba serikali pamoja na Mungu, sababu tunaomba sisi ni waombezi wa Mungu, tunajua ya kwamba hii damu haitapotea hivyo. Kwa hivyo tunajiachilia tukujua ya kwamba siku moja lazima sisi tutajua ni kwa nini huyo mtu akamua na ni kwa sababu gani. Kwa majina ninaitwa Steven Deritu Wairago, ambaye ni naibu wa chief katika kata ndogo ya Matuku sublocation. Hapa shamba inaitwa Muthaiga Farm ama Muthaiga Village. Nataka kuripoti jambo ambalo tukio ambalo lilifanyika jana ama juzi, kulingana na ripoti ambayo tulipata jana kama mwendo wa saa 10 hivi jioni, ya kwamba kuna mzee ambaye anaitwa Kihiti mwenye hii boma ambaye hajulikani mahala ambapo aliko. Na wale ambao waliofikiria kuhusu hili jambo, yule ambaye kijana huwa anampeleka kanisani alipomkosa,
aliweza kufahamisha majirani ya kwamba hamuoni na kanisa hakuenda. Posa majirani wakanipigia simu kama chifu wao, nikakuja hapa, na tulipoingia kwenye nyumba tulipata ya kwamba mzee huyo bwana Joseph Kihiti na mke wake wameuawa. Walikuwa na damu nyingi kwa mwili na kichwa kilikuwa kimebondwa na kifaa butu. Mama alikuwa amelazwa kwa kiti na mzee alikuwa amelazwa kwa kitanda chake. Ndiposa hapo tukachukua nini ya kufahamisha polisi Salga, na wakakuja wakakuta wananchi wengi sana hapa, na wakachukua hiyo miili wakaipeleka mochari. Kiini cha jambo hili hakijaweza kujulikana kwa sababu tunagoja ripoti ya DCI wakuje wafanye forensic yao, ndio tupate kujua ni nini ambacho kilichokuwa kikifanyika, ama tujue ni nani ambaye aliweza kufanya jambo hili. Asante. Huyu mzee ambaye anaitwa Joseph Kihiti ni mzee wa miaka 90. Ni mzee kabisa na ako na watoto wake, lakini walikuwa naishi peke yao hapa ndani ya hii nyumba. Bibi yake alikuwa na siwezi kujua hasa jina lake, lakini alikuwa miaka 70 kulingana na tathmini ile ambayo tunajua. Alikuwa mtu wa miaka 70. Ndio. Ni watu wa pole. Huyu mzee ni pastor, ni reverend wa kanisa, na walikuwa wanaenda kanisa wakiwa na bibi yake. Walikuwa watu wa pole. Hatujawahi kusikia kwamba kuna vurugu kati yao wawili. Hatujaweza kusikia. Ni watu ambao walikuwa wanapendana, watu walikuwa naishi pamoja. Katika huo umri hatuwezi kufikiria pengine wanaweza kuwa na vurugu ya aina yote. Hawakuwa na watoto hapa, walikuwa tu wakiishi wao wawili tu peke yake. Yeah. Na damu tulipofika hapa tulikuta damu imetapakaa pale nje na ndani ya jikoni, yani hapo jikoni kulikuwa na damu nyingi. Hapo ndio damu ilikuwa imekuwa nyingi, lakini mahala ambapo alikuwa mama, hasa mahala ambapo alipokuwa amelazwa, hakukuonekana kana kwamba kulikuwa na struggle, ni kama aliwekwa. Na pia mzee mahala ambapo alikuwa amelazwa kwa kitanda chake, alikuwa tu amelazwa na damu imejaa mwili wote. Nafikiri wakati ambapo aliweza kulazwa, aidha akalala ama akalazwa kwenye hicho kitanda. Hakukuwa na vurugu, hakuna kitu ambacho kiliibiwa, hakukuwa na chochote ambacho kilichofanyika katika hiyo nyumba. Ni hayo tu mauaji. Kwa majina ni Dominic Nganjeroge, na kwetu ni hapa ni neighboring. Na hata yeye mimi mzee Joseph Kihiti, kanisa hiyo anasema anahubiri karibu na hapo Ligogo Center. Na mimi ni mwenyeji mmoja wa hiyo Ligogo. Na ni neighbor yangu. Wacha hii hapa Mudhiga, kuna shamba ingine hapo Ligogo. Na ile kitu ningesema, sisi saa 11 saa 6 hapo ndio tusikia hiyo information hiyo ati mzee hayuko. In fact watu wote walikimbia hapa na wakuja wakuangalia kweli ni ukweli, hatukuamini. For one, ningeuliza hii mzee amekufa nini? Na kwa vile mimi namjua, hiyo mzee alikuwa akiwa kijana, alikuwa detained in Manyadi prison, him and my father. Walikuwa detention akiwa kijana. Na alioa bibi yake kama ametoka prison, kama ametoka jela Manyani. That is 1950s. Saa hii tuko 2000, ukitahesabu hiyo miaka, hiyo mzee ameishi na watu, amelea watoto yake, amefanya nini, kila mambo yote ya dunia, na nipenda Mungu. Na ako na kanisa yake. In fact hata alikuwa mteja wangu, tulikuwa na shiriki na yeye kabisa. Alikuwa anaita kijana yake shauri mimi nilizaliwa kutoka detention. So mimi moja nimeumia sana. Nigeuliza. Na yangu sitaki kukumbusha sana. Nigeuliza serikali. They bring these culprits into book, into record. Because wazee kama hawa wakana hiyo miaka, mkiwaacha wawili na hii mumelea watoto na lazima waende kazi, ni nyumba watajengewa ya kukaa ama ni watakuwa wakiuawa hivi? What is the big problem in this country?
How can this najiuliza mzee kama huyu, hata mimi niko karibu kwenda kwa hiyo miaka. So how can we deal with these old people? There's a big problem. Hii mama walikuwa bibi na mama na mzee na bibi yake wawili, na wako na ng'ombe na wako na kila kitu. So hatukuelewa ni maisha gani ingine ya dunia hii tunaweza ishi. Unataka uwe fukara ama unataka uwe maskini? Sauli aliwa kwa nini? Mali yake haikuchukuliwa. So hii hapa tunapatia serikali. Mimi kwangu ningeuliza serikali isaidie kutuonyesha ile njia mtu kama huyu atapata haki yake. Kwa majina naitwa John Jogu Kihiti, na kwetu ni hapa Rongai, sehemu ambayo inajulikana kama Muthiga Farm, na mimi ni kijana wa mzee ambaye aliuawa, anaitwa mzee Kihiti, na niliweza kuenda kuwa pale nyumbani na nikakuta mzee ameuliwa wakiwa na mke wake, na ikawa ni huzuni sana, na tunasema tu hayo mambo si mazuri, kwa sababu hiyo insecurity inaweza kuwa hali ya juu sana. Mzee wa miaka 90 kukutwa na watu na wanamuua. So it is very sad for my father and the entire family for what has befallen us. So tunaomba tu serikali kupitia kwa vyombo vyao vya usalama watuchunguzie, tujue kabisa wale watu ambao walikuja nyumbani wakaua wazazi wetu, mzazi wetu wakawaua, na ndio tupate haki. Najua kitu cha maana ni kupata haki, na kwa hivyo tunauliza tu tusaidiwe, ndio tujue wale ambao walifanya kitendo hiki ambacho ni kitendo cha unyama kabisa. Hizi ambavyo mzee alikuwa ameuliwa na huyo mama, mambo haya hayakunifurahisha kama mtu wa familia, na yale mambo ambayo niliona pale nyumbani hayakuwa mambo mazuri. Kwa hivyo tunaomba tu serikali iweze kutusaidia, na ili wale watu ambao walifanya kitendo hicho waweze kushikwa, na kusiwe kuna siku ambayo kitu kama hicho kitatendeka tena, kwa sababu ni huzuni. Kwa sababu kama familia tunajiuliza, mzee wa miaka 90 unaenda kumuuliza nini? Ni nini yako naye miaka 90? Hiyo ni jambo ambalo sio nzuri na hatukufurahia. Na sisi kama familia tunaomba tu jambo lifanywe ndio tuweze kupata hawa watu ambao wametufanyia mambo kama haya. Kwa sasa tuna shughuli zote ziko na DCI, wanafanya kazi yao, na tangu jana tuliweza kuendelea tukapeleka miili mochari Nakuru, na kwa hivyo wanaendelea na kazi yao, na tunajua ya kwamba watapata wale ambao walifanya mambo hayo, na najua ya kwamba Mungu aliye juu mbinguni hatawacha huyo mzee apotelee tu hivyo, haki iweze kutendeka. Kwa hivyo asanteni kwa sababu ya kuja hata nanyi kutufariji kama wana press. Tumefurahi sana kwa sababu you are our voice, nyinyi ndio sauti yetu, kwa sababu bila nyinyi kuna mambo mengi sana hayawezi julikana, lakini mkiwa pale mnatufanyia mambo ambayo yatajulikana, na mimi najua haki itatendeka, na naamini ya kwamba siku moja mtatangaza ya kwamba wale watu ambao waliua mzee Kihiti ameshikwa. Asanteni sana. Na mzee pengine alikuwa anaishi yote na mtu yote? Hapana, kulingana na mzee hakuna issue yoyote, hakuna. Mimi najua mimi ndio kijana mkubwa na huwa ninatembea nyumbani, na sijasikia mzee mahali ameniambia kuna any issue. Hakuna issue. Kama ni familia tuko pamoja sisi wote, kama ni majirani hata walisikitika sana, na wakasema wale watu ambao wametenda jambo hilo Mungu akiwa juu mbinguni aweze kuwatambua na kuwaleta na washikwe na wachukuliwe hatua za kisheria. It was yesterday around 4 p.m. when I was called by the OCS Salga that there is an incident of murder within Muthiga area, Matieku, within Salga area of Rongai sub-county. So I teamed up with the OCS plus my officers. We visited the scene in a company of the area chief. On arrival to the scene,
we established that the door was not closed. So we pushed the door, and on entering to the house, we found two bodies. One of the man aged about 90 years old, the late Mr. Kihiti Ndegwa, was lying on a bed, while the lady Botrosa Awajiku, the body was on a couch, that is a sofa set. So we started our investigation, whereby we found the bodies had inflicted injuries, suggesting that the assailants used blunt objects to inflict the injuries, and the house was somehow scattered with the blood stains split all over. Motive was not known, but I suspect maybe it is a land raw issue, but I'm yet to establish. So we process the scene and document the same. Bodies were moved to Kwajak Morgue, Nakuru, awaiting for preservation and awaiting post-mortem. My office has launched investigation, and I'm not going to relent. Very soon, offenders will be brought to book, and the matter is going to be investigated up to its logical conclusion.